Kwa huo kuuzwa mimi hainishtoi, sababu sio story. Mchezaji anaingia kwenye timu akipata maslahi mazuri anaondoka. Mchezaji anaingia kwenye timu akipata maslahi mazuri anaondoka. Na sisi tunakwenda kutafuta mtu mwingine naye anaona maslahi ni mazuri naye anakuja. Kwa hiyo kuuzwa kwa Ahoua kama ni kweli ameuzwa, mimi sioni kama ni story. Maana ni jambo la kawaida la kimpira. Hatuwezi kumng'ang'ania sababu sio mtoto wetu, sio ndugu yetu. Amekuja kufanya kazi, ameona kazi imefikia mahali sipo, anakwenda mahali pengine, ni sehemu ya maisha. Ni sehemu ya maisha katika mpira. Ni sehemu ya maisha katika mpira. Namna ambavyo unavyotazama kikosi chako cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika michuano yenu ile ya kimataifa, mwalimu mpya ambaye ameanza kutumikia kikosi cha Simba katika michuano ile ya Mapinduzi, bahati haikuwa kwa upande wenu, mkatolewa katika hatua ya nusu fainali. Unaiona Simba ina madhaifu sehemu gani zaidi katika dirisha hili dogo la usajili waweze viongozi kufanya maboresho? Simba ina madhaifu kwa upande wa waandishi wa habari. Kwa waandishi wa habari Simba ina madhaifu sana. Lakini timu kufungwa ni sehemu ya mchezo, timu kutoka draw ni sehemu ya mchezo. Lakini imekuwa kwamba Simba akifungwa imekuwa ni bonge la story. Kufungwa kwa Simba na Azam kwenye mechi ya ligi na kufungwa na Simba na Azam kwenye Mapinduzi imeonekana kwamba ni Simba iliyokufa, ni Simba iliyopoteza mwelekeo, ni Simba ambayo haina kichwa wala miguu, lakini sio kweli. Ni sehemu ya mchezo. Kweli kocha ameondoka, timu inahitaji kuboreshwa, inahitaji kocha kuzoeana na wachezaji, ni kawaida. Nyinyi vumilieni, waache na mazoezi yao Simba, waache wafanye wanavyojua, siku ya mwisho tutaendelea kupata majibu uwanjani. Lakini sasa hivi imekuwa kila kibaya cha Simba ndio kinatakiwa kiongelewe. Lakini hapatafuti kizuri cha Simba ndio kikajadiliwa. Sisi tunaulizwa mabaya ya Simba tu, alafu sisi tunaulizwa mabaya mazuri ya Yanga tu. Sasa mimi nijibu mabaya ya Simba, alafu nijibu mazuri ya Yanga. Manake hapa sasa hivi umemsifia Yanga, amesajili vizuri, wakila Alan Okello, sijui nini, wao wameonekana ndio wanafanya kazi vizuri. Lakini Simba inaonekana kwamba imezubaa. Kuongea hadharani sio dawa. Natumaini hata jana kama sio juzi ni jana asubuhi, mlimsikia Mediani alivyosema kwamba kuwa kimya sio sababu kwamba tufanye kazi. Ni mambo yetu tunayaweka sawa, siku ikifika tutatoka hadharani, tutaeleza kilichopo. Kwa hiyo tunaomba muwe watulivu, mtapata majibu. Leo asubuhi Moses Mangungu mwenyekiti wa klabu ya Simba amezungumza na media fulani, akasema kwamba wao walikuwa wa kwanza kumhitaji Alan Okello kutokana na dau ambalo walipeleka wao au muda ambao walikuwa wamepata wao, walikuwa na mkataba mrefu na klabu yake, lakini African wao wameweza kwenda kuvunja mkataba. Inaonekana kwamba ambacho mnahitaji nyinyi wana Simba na wao ndio ambacho wanataka zaidi. Unajua Simba ni klabu kubwa na ina scout nzuri. Kwa maana hiyo Yanga sasa hivi inaonekana kwamba anatumia scout wa Simba kupata wachezaji. Na mara nyingi wanafeli. Wamefeli kwa yule nani yule Balakonte. Walisema ni Simba wamemhitaji wakamrukia wakafeli. Kwa maana hiyo kama Simba viongozi wamekiri kwamba walimtaka Alan Okello na wakashindwa dau na dau wameliweza Yanga, pia bado ni sehemu ya mpira. Kama wameweza Yanga kuvunja mkataba sawa, sisi tusubiri kama tutapata wachezaji wa shilingi 2 tunaweza kuvunja mkataba pia na wao, au tutapata wachezaji wa kuazima kama tunavyoazimwa sawa. Ndivyo walivyoamua wao. Kwa hiyo nikisema kwamba nasemea sana masuala ya usajili nitakuwa najikosea mwenyewe, kwa sababu mimi sio mtaalamu wa kusajili wala sio mtoa hela, bali naendelea kusikitika kwamba kama mimi nilikataa kujibu hili swali nikijua kwamba viongozi wa Simba hawajatoa kauli. Kama kiongozi wa Simba ameshatoa kauli, basi inahusu taratibu zao na uongozi wao wenyewe. Mimi siwezi kuingilia swala kama hilo. Kwa kuwa hajawahi kutumikia kwenye timu nikamuona, labda ukiniambia huyu ameondoka, kwa kuwa nimeshamuona naweza nikasema ametuachia pengo. Kama ataondoka atakuwa ametuachia pengo. Lakini yule Alan Okello hajawahi kututumikia. Kwa hiyo kama hajawahi kututumikia, hatuwezi kusema kwamba ameacha pengo. Tungemuona sasa ndio tungejua kulikuwa kuna pengo ama hakuna pengo. Na limeingia na tunapambana. Kwa hiyo tusubiri wakati ukifika.
wanasema gari nzuri inatakiwa liwe na wachezaji wazuri. Hamna hata BM kuna mabasi ya kisasa yanapakia hata vichao. Kwa hiyo huwezi basi gari alichagua abiria. Abiria atakayepanda awe mzuri awe mbaya lazima kwenye gari apande. Kwa hiyo tusubiri basi likija, hawa wanaona ni wabaya watapanda basi hilo, siku ikifika watatolewa watapanda wazuri. Simba mafanikio tunategemea kuiona mwakani, sio sasa hivi. Sio msimu huu tena? Hapana, sio msimu huu. Sasa hivi tunategemea. Kwa nini mnakata tamaa mapema sana mfikapo? Nikisema nimekata tamaa naweza kusema hapana. Nikisema sijakata tamaa naweza kusema hapana. Lakini nachopenda kusema viongozi wakiamua Simba itakuwa. Na alisema msimu huu utakuwa ni msimu wa moto. Hatuna maongezi ya kusema kwa viongozi ambao wameshapitwa na wakati. Tuna maongezi ya kusema kwa viongozi vijana. Sasa hivi mimi nasema Simba inahitaji viongozi vijana. Hao wengine wamebakia romance za mtu mzima kwenda kumtafuta msichana mdogo kumwambia na kuoa, kumbe anakwenda matla. Haendi mke wa kwanza, anakwenda mke wa pili. Hiyo ndio iliyobakia sasa hivi. Waachie vijana kama wakina Engineer Hersi na kina wengine wa watani zetu. Kama kuna kitu naweza nikakiri kwamba naweza nikakiiga kwa watani wangu wenzangu, ni kitendo cha kubali kuongozwa na vijana. Hicho ni kitendo cha kuigwa. Ni kitendo cha kuigwa kwa sababu sasa hivi Ahmed Ally ana wakati mgumu sana, lakini Ali Kamwe ana wakati mwepesi. Labda mtaniuliza kwa nini. Ahmed Ally sasa hivi kutoa ujumbe kwa mchezaji kumfikishia magoli au kumfikishia mangungu, anahitaji kujiuliza kwanza. Akiamka mangungu amecheka ndo ataongea naye. Magoli akiamka amecheka ndio ataongea naye. Lakini Ali akipata ripoti kutoka kwa wachezaji, akifika kwa Hersi anaongea kama rafiki yake. Oya, kuna 1 2 3. Ndio tutaifanyia kazi, imekwisha. Lakini Ahmed Ally mpaka aende shikamoo mzee, habari za nyumbani, mama ameamkaje, nini, asikilize maongezi yake, anapoitikiwa ndo afikishe ujumbe. Na akifikisha ujumbe akiambia tu sawa nimekuelewa, hawezi kurudi tena. Mzee Kamwe, habari yako? Salama, habari zenu jamani? Safi, uko vizuri? Niko vizuri, poleni na kazi. Ndio. Mambo yanakwenda? Tunapambana. Mzee Kamwe, tupo katika dirisha dogo la usajili.